بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. الباب 18 العارية. Leo tunaanza mlango wa 18 kwenye kitabu al-Muamalat, kati ya milango 23 iliyowekwa chini ya kipengele hicho. Albabu 18, mlango wa 18, al-Ariya, ni kuhusiana na al-Ariya. Al-Ariya kwa Kiswahili ambacho tunaweza kuelewana kwa wepesi ni kuwazimana. Maisha tunayoishi haya, miongoni mwa vitu vilivyopo kwenye maisha yetu ni pamoja na kuwazimana baadhi ya vitu pale panapokuwa na uhitaji. Ndugu yako ana shughuli na wewe una sufuria ya kutosha, wageni wako anakuja kwako, anakuwazima nawe unamwazima. Ndugu yako ana jambo fulani anahitajia kipando, na yeye ni dereva mzuri na wewe unacho kipando cha ziada, anakuja unamwazima kwenda kufanyia yale mambo ambayo yamemfanya aje aazime hicho alichoazima kwako. Kisheria hii inaitwa al-Ariya. Sasa ni jambo la kijamii zaidi, lakini pia lina hukumu zake mbalimbali zenye mafungamano na sheria hii ya Allah azza wa jalla. Qala wa fihi masailu, na kwenye mlango huu kuna mambo kadhaa, vipengele kadhaa. Qala almas'alatu alula, kipengele cha kwanza, maanaha wa adillatu mashru'iyyatiha. Maana yake nini? Maana ya al-Ariya wa adillatu mashru'iyyatiha, na dalili za usheria wake. Kwa hiyo chini ya kipengele cha kwanza tuna nukta mbili. Nukta ya kwanza maana ya al-Ariya, nukta ya pili dalili zake. An-nuqtatu al-ula, nukta ya kwanza, maanaha, maana yake. Qala al-i'ara, neno al-i'ara kwa maana ya kuwazima. Qala ibahatu al-intifa'i bi-shay'i, ni kumhalalishia mtu kunufaika na kitu, ma'a baqa'i 'ainihi, pamoja na kubaki kwa kitu chenyewe. Unamhalalishia mtu kunufaika na kitu ambacho atanufaika alafu kitarudi hata kimaliza. Maana yake ni kama vile hapa tunaelezwa kwa maana ya al-i'ara kilugha, ambayo ina mahusiano na al-i'ara kisheria. Kuwazima huku kunaitwa al-i'ara au kuwazima pale ambapo utamwazima mtu kitu anufaike nacho, atakachobaki nacho yeye ni manufaa, lakini baada ya kunufaika kile kitu anaweza kukirudisha. Kwa hiyo kama utampa mtu kitu ambacho akitumia kinaisha, huku kunakuwa si kuwazima tena, huku ni kumpa tu. Hawezi akaja mtu akwambia niazime maji ya kunywa. Inawezekana tunatumia hii lugha, niazime maji ya kunywa, lakini hii haingii kwenye al-i'ara. Inawezekana akakuwazima kikombe cha kunywea maji, glasi ya kunywea maji, sababu atachota maji yake, atakunywa, atakurudishia glasi. Lakini ukimwazima maji kama maji, baada ya kunywa atakurudishia nini? Haina maana kwamba haifai kutoa msaada wa maji, inafaa kutoa msaada wa maji, lakini hiyo haingii kwenye mlango huu wa al-i'ara. Kwa hiyo maana yake kilugha ni ibahatul intifa'i bishay, ni kuhalalisha mwingine kunufaika na kitu, ma baqa'i 'ainihi, pamoja na kubaki kwa dhati ya kitu chenyewe. Qala wal 'ariya, hii ni i'ara, kule kuwazima. Al-'ariya nini sasa maana ya al-'ariya? Qala hiya al-'ainu al-ma'khudha lil-intifa',
Kinachoitwa al-ariya ni kile kitu ambacho unampa mtu ili anufaike nacho, anufaike kwa yale manufaa yaliyopo kwenye kitu hicho. Kile kitu kinaitwa al-ariya. Kwa hiyo al-i'ara ndiyo kuwazimana. Al-ariya tutumie lugha gani? Kiazimu au dimana, kile kitu ambacho watu wanaazimana tukiite kiazimwa. Baraza la lugha litakuja kutueleza ni sawa au sio sawa, lakini hapa tunafikiana juu ya msamiati huo. Wal-ariya na kiazimwa hiya al-ainu al-ma'khudhatu lil-intifa', ni kile kitu kinachochukuliwa ili mtu apate yale manufaa yaliyopo kwenye kitu hicho. Bana, niazime simu, kuna mtu nataka nimpigie, ana namba zake. Wewe una simu na simu yako ina muda wa maongezi. Bana, simu hii hapa. Kafinya pale namba zake, papa kapiga, kaongea alivyoongea, akarudisha simu kwako. Kwa hiyo hapa simu ni al-ariya. Bimaana unamwazima mtu ili anufaike. Je, yeye kwa kupiga simu kuna kipande cha simu kimemeguka labda? Au kuna thamani fulani ya simu imeshuka? La. Amepata tu manufaa. Qala hiya al-ainu al-ma'khudhatu lil-intifa'i, ni kile kitu kinachochukuliwa ili mtu mwingine anufaike na manufaa yaliyopo kwenye kitu hicho. Qala kan yasta'ira insanun min akhara sayyaratahu, kama vile mtu kumwazima mwingine gari yake. Una gari na safari mimi, lakini sina usafiri, nikaja kuwazima gari yako, liusafira biha, ili asafiri kwa hiyo gari, thumma yu'idaha ilayhi, alafu atairudisha kwa mwenye gari baada ya kumaliza safari yake. Kwa hiyo hapa gari ni al-ariya, ni kiazimwa. Umeazima gari na matairi manne, umeirudisha ina matairi manne vile vile. Ina side mirror zake, wakati unazima umerudisha na side mirror zake. Ndio asili, haina maana kwamba ajali haziwezi kutokea, zinaweza kutokea, lakini asili ni hiyo. Unapokuja kuwazima gari kwangu, haina maana kwamba unataka tairi moja ili unirudishie ikiwa na tairi tatu. Wewe tairi hazikuhusu. Utasafiri nayo na tairi zake 4, utanirudishia ikiwa na tairi 4. Inaweza ikatokea ajali. Hii ni sehemu tu ya qadar, lakini hujaiazima ili ukaipigize au ukaisababishie ajali. Umeazima ili unufaike kwa yale manufaa ambayo kawaida yanapatikana kwenye aina hiyo ya kitu ulichoazima. Kwa hiyo hii ndio inaitwa al-ariya, kiazimwa. Al-i'ara, kuwazimana. Kwa hiyo mlango huu ni mlango wa al-ariya. Mimi nimetumia lugha ya kuwazimana ili iwe pana zaidi, lakini kiasili hiyo al-ariya ndio hicho kiazimwa chenyewe. Hii ni maana ya al-ariya. Nafikiri kwa picha hii tuliyopewa kila mtu hili linambainikia. Je, ni jambo linalofaa kisheria? Naam. Lina dalili? Dalili zipo. Na hii ndiyo nukta ya pili. Nukta thania kwenye kipengele cha kwanza, adillatu mashru'iyatiha, dalili juu ya usheria na kufaa kwa swala hili. Qala wa hiya mashru'a, na kuwazimana ni jambo la kisheria kabisa. Zaidi ya hapo, mustahabbatun, ni jambo linalopendeza, sababu ukifanya hivyo umefanya wema, na wema una malipo mbele ya Allah azza wa jalla. Wachilia mbali kwamba huu ni ubinadamu, ni kuwajali wengine, lakini pia kuna jaza mbele ya Allah azza wa jalla. Haya yanakuja ili Muislamu upanue wigo wa nia yako, kwamba unapomwazima mtu zaidi ya kuwa ana uhitaji na huu kwako ni ubinadamu, lakini iwe sehemu katika nia yako ni kutaraji jaza mbele ya Allah azza wa jalla, sababu ni jambo la kisheria, ni jambo linalopendeza. Liumumi qawlihi ta'ala, dalili yake ni ile aya ya ujumla iliyopo ndani ya Qur'ani ambayo inabeba khairi nyingi ndani mwe. Maneno ya Allah azza wa jalla, wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa, saidianeni kwenye wema na ucha Mungu. Neno albir linapokutana na neno attaqwa, kila moja linachukua maana yake, lakini yakiachana kila moja linabeba maana ya mwenzake. Yani likitajwa neno albirru peke yake, ndani yake kuna attaqwa. Likitajwa neno attaqwa peke yake, ndani yake kuna albirru. Lakini yanapokutana kama hivi, albirru wa taqwa, kila moja linasimamia maana yake ya kujitegemea. Albirru maana yake ni fi'lul ma'murat. Yanapokutana kama hivi, ni kufanya yale mambo yaliyoamrishwa, na la shaka yaliyoamrishwa ni mema. Attaqwa tarkul manhiyat, ni kuacha mambo yaliyokatazwa.
Kwa hiyo yakiwa pamoja tunayapa maana kwa namna hii. Birru ni kufanya wema, taqwa ni kuacha maovu. Lakini likiwa neno ataqwa peke yake, ittaqullaha, mcheni Allah, linabeba kufanya mema na kuacha maovu. Tumeelewana? Lakini yanapokutana hivi, albirru inakuwa fi'lul ma'murat wat ta'at, na attaqwa ni tarkul manhiyat wa ijtinabu almaasi. Wataawanu 'ala albirri wattaqwa, saidianeni kwenye kufanya wema na kuyaepuka mabaya au na ucha Mungu. Kwa hiyo madamu Allah katumia neno albir, basi al-ariya au al-i'ara inaingia kwenye kipengele hiki, kwa sababu ni katika wema ambao hata akili ya kawaida bila dalili ya sheria unakubali kwamba kumwazima mtu kitu ambapo anakwenda kunufaika na kitu hicho, huu ni wema, wala hakuna shaka kwenye hili. Qala ta'ala, lakini pia Allah amesema dalili nyingine hii ndani ya Qur'an, wayamna'una al-ma'un. Wayamna'una al-ma'un, na wanazuia kutoa misaada kwenye vitu ambavyo wao hawadhuriki kutoa misaada kwenye vitu hivyo. Wengine wanafasiri wayamna'una al-ma'un, na wanazuia msaada wa vitu vidogo vidogo. Wayamna'una al-ma'un, hii aya ni aya mwisho katika suratul Ma'un. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wayamna'una al-ma'un. Hawa watu hawajawahi kufanya vizuri si mbele ya Allah wala mbele ya waja wenzao. Wanaswali lakini swala zao zina mughafala mkubwa ndani yake, hazina ubora, hazitekelezwi ndani ya muda. Kwa hiyo kwenye swala hawako vizuri. Lakini pia je, ni wema kwa binadamu wenzao? Wema huo pia hawana. Wayamnauna almaun, wananyima watu mpaka vitu ambavyo lau utamsaidia mwingine kwa vitu hivyo, wewe huwezi kudhurika wala huwezi kupungukiwa na chochote. Hii ndio almaun. Kwa hiyo baadhi wanazuoni wakafasiri baadhi ya vitu kwamba almaun ni vitu vya kawaida, mfano sufuria, sijui shoka, jembe. Mtu anakuja kukuazima, hivyo ni vya kumnyima kweli? Unajua haendi kupikia kitimoto, kwa nini umnyime sufuria? Muislamu mwenzako amekuja kukuazima sufuria, unamkazia. Amekuja kukuazima shoka, pia unamnyima shoka na unayo. Hiyo ni roho mbaya, na hii ni sifa ya watu wabaya ambao wameelezwa katika suratul Maun, yukadhibu bid-din. Araita alladhi yukadhibu bid-din, wanaokadhibisha malipo na siku ya kiyama. Sifa zao, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wanamweka mbali na kumsukuma yatima, wala yahuddu ala ta'amil miskin, lakini pia hawahimizi juu ya kumlisha maskini. Kisha Allah akasema fawailul lilmusallin, wale wao wenye kuswali. Kina nani? Alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un alafu wa yamna'una alma'un. Kwa hiyo hawa wametajwa kwa sifa mbaya ya hii kuzuia kutoa ile misaada isiyowapunguzia chochote. Maana yake waja wema ni wale ambao wana roho za kibinadamu na wako tayari kusaidia madamu tu hawapungukiwi na chochote kwenye msaada watakao toa. Qala wal muradu, na kusudio la aya hii, ma yasta'iru aljiranu min ba'dihim, ni vile vitu ambavyo majirani huwazimana, kal awani, kama vile vyombo kwa ujumla, wal quduri, na sufuria, wa nahwi dhalika, na vitu vya mfano huo. Je, chumvi inaweza kuazimwa? Niazime chumvi. Uswahilini huko wakiazimana chumvi usiku huwa hawaiti chumvi, wanaitaje? Dawa ya mboga, niazime dawa. Wenyewe wanasema, wakisema chumvi sijui kuna vitu gani. Hizi itikadi tu za Kiswahili. Chumvi ni chumvi tu, lailan wa nahara, usiku na mchana, inabaki kuwa ni chumvi. Tunatumia lugha ya kuazima chumvi, lakini haingii kwenye mlango huu al-ariya. Sababu kishampa mtu chumvi atatia kwenye mboga yake, atakurudishia nini? Ndio ashaitumia. Kwa hiyo baadhi wanasema ima inakuwa ni minha au hiba, ni kitu ambacho umetoa na hutaraji kurudishiwa. Ni mlango katika milango ya sadaqa.
Na yakariri haya ili tuelewe kwamba al-aria ni kitu unamwazima mtu ananufaika nacho, lakini asili ya kitu chenyewe atakurudishia mwenyewe. Wanafunzi darasani wanaazimana rula mfano, sababu ukimwazina mwenzako rula atapigia mstari alafu atakurudishia rula ikiwa haijapungua chochote. Hii ni al-aria. Qala faqad dhammahum Allah subhanahu liman'ihim al-'ariya. Hapa Allah amewataja vibaya na kuwalaumu watu hawa kwenye aya hii ya mwisho ya suratul Maun, liman'ihim al-'ariya, kwa kuzuia vile viazimwa vya kawaida. Fadalla dhalika ala annaha mustahabbatun mandubun ilaiha. Hii kaonyesha kwamba kuazimana ni jambo lipendezalo, ni jambo zuri. Kama huyu kalaumiwa kwa kuzuia, maana yake mtoaji ndiye ambaye anastahili pongezi. Warawa Safwan, lakini pia ushahidi mwingine ni hadithi ya Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuwa mtume alayhi salatu wassalam, ista'ara minhu ad-duru'a yawma Hunain. Mtume alayhi salatu wassalam aliazima kwake ngao, sehemu katika zana za kivita kwenye vita vya Hunain. Taban Safwan ibn Umayyah wakati anakwenda kuazimwa akamuuliza mtume, aghasbun au ariya, yani hapa ndo nimeshaporwa hivi vitu au nitarudishiwa? Bwana mtume akamwambia, bal ariyatun madhmuna, bali sisi tumekuazima na tunabeba dhamana kuwa tutakurudishia. Kwa hiyo zilikuwa takriban ngao kama 30 mpaka 40. Baada ya vita zikahesabiwa, ikaonekana kuna moja imepungua. Yule bwana akasema, wakati natoa sikuwa na imani kama nilionayo hivi sasa, nimesamehe hiyo ambayo inapotea. Kwa hiyo hapa mtume alayhi salatu wasallam anaonekana ameazima baadhi ya vifaa vinavyotumika kwenye vita, wa hiya duruu, ima ngao au yale mavazi ambayo anavaa mtu baadhi ya maeneo kumkinga na mashambulizi ya silaha. Kwa hiyo kitu kama hiki katika hali ya kawaida sio kitu ambacho utakitumia kiishe kama inavyoisha sukari kwenye chai au kama inavyoisha mafuta kwenye gari. Hapana, utakitumia baada ya shughuli yako, kitakuwepo katika hali ya kawaida, utamrudishia mwenyewe. Kwa hiyo huu ni ushahidi kwamba al-ariya inafaa au al-i'ara inafaa. Lakini zaidi ya hapo, an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talha radhiyallahu anhu. Anasimulia Anas ibn Malik kuwa mtume alayhi salatu wasalam naye aliwahi kuazima farasi wa Abu Talha al-Ansari. Mtume aliazima farasi, ni maana alikuwa na mishe fulani, akaazima farasi. Baada ya kumaliza mishe yake akamrudisha farasi kwa Abu Talha. Kwa hiyo mtume kama yeye mwenyewe anaonekana ameazima, huku ni kuthibitisha kwa vitendo, na wala si aibu kumwazima mtu kitu, si aibu. Na inasemekana asili au chanzo cha mtume kuwazima huyu farasi ambaye anaitwa al-mandub. Wanyama pia walikuwa wanawapa majina mandub. Na siku hizi watu wanafanya hivyo, unakuta mtu anapaka paka pia wamepewa jina na wengine wana majina ya Kiislamu, wengine wana majina yasiyokuwa ya Kiislamu. Kuna paka George, kuna paka wengine Mansur, paka anaitwa Mansur. Naweza kwenda kumsikia Mansur yuko wapi, mara kinakuja kinyao nyao, naambia huyu ndio Mansur bana. La basi, hakuna ubaya. Kwa hiyo huyu farasi wa Abu Talha alikuwa anaitwa Mandub. Palitokea kipindi fulani katika mji wa Madina ukelele mkubwa ambao uliwatia watu kwenye fadhaa. Kwa hiyo watu wakajikusanya na farasi wao wakaelekea ule upande ambao ukelele unatoka, na inasemekana ilikuwa ni usiku. Wakahisi kama vile kuna uvamizi fulani, fujo fulani. Sasa wakati wanaenda wakakutana na mtume anarudi. Bwana mtume akamwambia, lam tura'u, hakuna cha kutisha, msiogope. Bi maana yeye ashafika sehemu ya tukio, akaona kuwa ni amani. Wakati anarudi ndo anakutana na Waislamu wanaenda. Alitumia farasi gani? Huyu farasi wa Abu Talha. Na huyu farasi alikuwa hana mwendo, lakini baada ya kupandwa na mtume alayhi salatu wasalam alipata kasi kuanzia siku hiyo mpaka maisha yake yote aliyobaki.
akasema in wajadnahu la bahra, nimeona farasi huyu anakimbia na kasi yake haiishi kama isivyoisha bahari. Hakuwa hivyo kabla dhalika, lakini baada ya kupandwa kwa mtume ikawa ni sababu ya kubarikiwa hata mwendo wake na kasi yake kuongezeka. Hadithi hii inatajwa miongoni mwa hadithi zinazothibitisha ushujaa mkubwa aliyokuwa nao bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Kapanda farasi, kaweka panga kiunoni hapa, amekwenda mpaka kwenye ukelele huko, wakati anageuza watu wengine ndo anaenda akawarudisha kwamba jamani rudini tu mkalale huku, mambo shwari, nimeshafika, hakuna shida. Ashahid min hadha alhadith, nukta ya msingi kwenye hadithi hii ni kuwa mtume alayhi salatu wasallam istaara farasan, naye ameazima farasi. Kwa hiyo hii inaonyesha jambo ambalo linafaa. Taban hapa hakuna kipengele cha fadhila kwamba je thawabu zake ni zipi lau utamwazima mtu kitu, lakini itoshe kwamba ni jambo la kisheria na ni jambo ambalo mustahabi, linapendeza na lina malipo kwa sababu linaingia katika mlango wa albir. Lakini si vibaya tukataja walau hadithi moja ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuonyesha sehemu katika malipo ya wale ambao watakuwa tayari kuwazima. Vigezo na masharti kuzingatiwa tutakuja kuona. Aliwahi kusema alayhi salatu wasalam 40 khasla a'laha manihatul anz ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha rajaa thawabiha wa tasdiq maw'idiha illa adkhalahu Allah biha aljanna. 40 khasla, kuna mambo 40 ya kufanya. A'laha, la juu zaidi, manihatul anz ni kumwazima mtu mnyama. Na asili ya hili tutakuja kuona kwenye baadhi ya mambo ambayo yametajwa kwenye hadithi kama mifano ya vitu vya kuwazimana. Miongoni mwa hayo ni hiki kinachoitwa manihatul anz. Manihatul anz ni kumwazima mtu mnyama, na mara nyingi wakati ule walikuwa wanatumia unamwazima mtu mnyama ambaye anakamuliwa ili akanufaiki na maziwa. Labda amepata wageni, katika vitu anavyohitaji kuwakirimu wageni ni maziwa. Wageni wale watakaa siku 2-3. Sasa kwa wema uliokuwepo wakati ule, siku hizi kila kitu ni dili na kila kitu ni biashara, hakuna ubaya katika hilo. Lakini katika vile vilivyokuwepo ni hii manihatul anz. Bana anakuja kwako na wageni siku 2-3, vipi una ng'ombe yoyote ambaye ana maziwa hapa uniazime? Mimi nakuazima ng'ombe, chukua yule pale, utakamua hizo siku 2-3, wageni wako wakishaondoka utanirudishia ng'ombe wangu, nakupa hiyo bwerere bure. Je, kuna thawabu na malipo kwenye hili? Naam, hapa mtume anasema mambo 40, la juu zaidi ni hilo kumwazima mtu mnyama. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha, hakuna atakayefanyia kazi walau moja katika haya, rajaa thawabiha wa tasdiq maw'idiha, kwa kutaraji thawabu na yale yaliyoahidiwa kwenye malipo, illa adkhalahu Allahu biha aljanna, isipokuwa itakuwa ni sababu ya Allah kumuingiza peponi. Kwa hiyo miongoni mwa fadhila za al-ariya na thawabu zake ni miongoni mwa sababu za kuipata aljanna. Mtume kataja 40 khasla, mambo 40, la juu zaidi ndio hilo manihatul anz, bimaana huku chini yanaingia mengi, na ameacha mlango wazi. Hayo 40 hakueleza ni yapi, ili ingie kila aina ya msaada au cha kuwazima ambacho utakitoa kwa kutaraji hayo malipo na thawabu kutoka kwa Allah azza wa jalla. Nukta muhimu, rajaa thawabiha wa tasdiq maw'idiha. Ndio maana tukasema kuna umuhimu uweke katika nia yako kwamba natoa kwa ajili ya kutaraji thawabu kutoka kwa Allah. Almas'ala thaniya, kipengele cha pili baada ya kuona maana ya al-ariya na dalili zake, tunaingia kwenye almas'ala thaniya, kipengele cha pili. Qala shurutuha, masharti yake. Sasa haya masharti mara nyingi yanamgusa muazimaji, muazimwaji na kiazimwa chenyewe. Na hapa ametaja masharti matatu makuu. Sharti la kwanza, yakuna almu'iru walmusta'iru, awe yule muazima, walmusta'iru na muazimwaji. Almu'ir ni yule anayemiliki kile kitu, almusta'ir ni yule anayekwenda kuwazima.
Sasa hebu tuelewane kwenye lugha. Huyu mwenye kumiliki kitu ambaye atakuja kuazimwa na mwingine, tunamhitaji huyu muazima au muazimaji? Muazimaji. Na yule anayekwenda kuomba hicho kitu ni muazimwa au muazimwaji? Wataalamu wa Kiswahili wako wapi jamani, tusaidiane? Vice versa. Muazimwaji ni nani? Muazimwa ni muazimwa, sio muazimwaji Muazimwa nani huyo? Yule aliyekwenda kuomba, sio? Muazima yule mmiliki ambaye amempa mtu akanufaike. Tayeb, tuwafikiane hapo. Kwa hiyo almu'iru ni muazima, muazima yule anayemiliki. Almusta'ir ni muazimwa yule aliyepewa akanufaike. Kwa hiyo anasema yakuna almu'iru walmusta'iru, awe muazima na muazimwa ahlan litabarru'i shar'an, ni watu ambao inafaa kwao kujitolea kitu. Yani mtu anayemiliki, mwenye akili timamu, lakini pia aliyebaligh. Hizi ni baadhi ya sifa za mtu ambaye ameruhusiwa kutasarraf na kujitolea. Inawezekana umekwenda kumwazima mtu kitu na ni mtoto mdogo, haelewi hata unakwenda kufanya nini, au hana akili vizuri, hapa bado inakuwa huu mkataba haujapita vizuri. Kwa hiyo huyu anayemiliki awe kweli ana sifa za kutasarraf na kujitolea, na huyu anayekwenda kuazima naye pia awe ana sifa za kujitolea. Qala wal ainul mu'ara milkan lilmu'iri, lakini pia kile kinachoazimwa kiwe kinamilikiwa na muazima. Huyu anayeazima kumwazima mwingine lazima awe anamiliki kile anachoazima. Manake umekuja kwangu kuniazima simu, nikakupa hiyo simu utumie. Je, inafaa wewe kumwazima mwingine? Cha kuazimwa hakiazimwi. Sawa sawa? Almusta'ar la yu'ar. Cha kuazimwa hakiazimwi, labda nikuidhinishe. Lakini mimi nimekupa wewe ili unufaike, wewe hutakiwi kumpa mwingine ili anufaike, kwa sababu wewe sio mmiliki, mmiliki ni mimi. Hili ni sharti la kwanza. Wawili hawa wanawazimana, kila mmoja awe ana sifa za kujitolea, na kile kinachoazimwa kiwe kinamilikiwa na huyu muazima. Sharti la pili, an takuna al-ainul mu'ara mubahatun naf'i au mubahatan naf'i, kile kinachoazimwa iwe ni halali kunufaika nacho. Yani hayo unayokwenda kuyafanya ni mambo ya halali, hayo manufaa unayotaka kuyatumia ni mambo ya halali. Au kile kiazimwa chenyewe iwe ni kitu ambacho halali kunufaika nacho. Fala tasihu al-i'ara li ghina'in wa nahwihi, haifai kuazimana labda ala za mziki, ala za pumbao, gita, nai na mfano wake. Kwa nini? Kwa sababu manufaa haya ni manufaa yasiyofaa, ni katika vitu vya haram. Nyimbo ni katika vitu vya haram, pamoja na kuwa dunia imesheheni nyimbo na hainogi bila nyimbo. Kila shughuli yani bila nyimbo zinaonekana haziendi, mpaka shughuli za Kiislamu watu wanatia nyimbo. Nasallallahu as-salama. Na Mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kusema, watakuja watu zama za baadaye, yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-maazif, la yakununna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-maazif, au kama qala alayhi salatu wassalam. Watapatikana watu katika umma wangu watahalalisha vitu vinne ambavyo asili yake ni haram. Kwanza watahalalisha zina, wanaume kuvaa hariri, kulewa na ala za pumbao. Bimaana asili haya yote ni haram. Alhira alfarju, bimaana zina ni haram. Kuvaa hariri wanaume haram, kunywa pombe kwa wote haram, na kutumia ala za pumbao pia ni haram. Wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi
liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm. Wameapa baadhi wanazuoni katika masahaba kama vile Ibn Mas'ud kwamba hapa kinachozungumziwa ni alghina. Walghina ni sautu shaytan, nyimbo ni sauti ya shaytan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. قال ونحوه نمفن wake manufaa haya si manufaa halali. قال ولا تستصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه, kama ambavyo haifai kuwazima chombo cha dhahabu au fedha ili unywie kupitia chombo hicho, hasa dhahabu. Wanaume hawa wamekatazwa kunufaika na hivyo vitu. Leo kuna wanaume wanavaa mpaka pete za dhahabu, wanaume kabisa. Hapana, haya ni mapambo ya wanawake. Kwa hiyo wanawake wakiazimana kwenye hivi, amekwenda kuazima dhahabu ili avae halali. Lakini wewe mwanamume kwenye harusi yako unakwenda kuazima sijui saa ya dhahabu, pete ya dhahabu ili na wewe upendeze. Bana wewe na dhahabu wapi na wapi? Dhahabu sisi tunaifanyia tu biashara. Wanaume inafaa kufanya biashara ya vitu vya dhahabu. Unauza hizo pete za dhahabu, sijui vitu gani vya dhahabu, inafaa. Lakini kutumia haifai. Qala wakadhalika sairu ma yahrumu al-intifa'u bihi shar'an. Lakini vile vile hili mifano imetajwa, vinaingia vitu vyote ambavyo ni haramu kunufaika navyo kisheria. Kwa hiyo lazima kile kinachoazimwa yawe manufaa yake yanafaa shar'an, yanafaa kisheria. Anakuja kukuazima mtu gari, lakini jambo ambalo anakwenda kufanya kupitia hilo gari si jambo lifaalo. Je, itafaa kumwazima? Haifai kumwazima. Na mara nyingi watu wakiazimana, mtu anaeleza kabisa baya ni azime na 1 2 3. Kwa hiyo kama alichokwambia si kitu halali, mwambie kwa hili sikupi. Kwa nini? Kwa sababu utantia madhambini, utakuwa unimsaidia kwenye maovu. Na Qur'ani imetukataza wala taawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Niwape mfano ili tuelewane. Mtu ana hawara wake, anataka kwenda kumtembelea, labda yuko Moshi, yuko Sui, yuko Same, yuko wapi, akaja kuazima gari, bana na mtoko kesho nini, kuna shemegi yako kule, nataka nikamtembelee. Ni mke? Mke wapi bana, mimi mke si unajua yuko Arusha. Kuje ni sehemu tunakwenda kupunguza stress. Sasa wahuni wanaazimana na wanasapotiana na wapeana mirejesho. Kwanza vipi, umefika salama, mambo yamekwenda vizuri, safi kabisa, hongera bana, urudi salama. Mwenye gari anampongeza yule aliyemwazima. Lakini kama mtu kaja wazi namna hii, ukimwazima huoni kwamba umemsaidia katika shari na maasi? Aje akuazime, ana safari ya kawaida kwenda kutembelea familia, kuna jambo la kheri, harusi au wanakwenda msibani au mfano wa mambo hayo. Ukimwazima kwenye hili, hakika umefanya kheri. Lakini kama unamwazima ili akanufaike kwenye shari na maasi, wewe pia umekuwa ni msaada katika hiyo shari na maasi, una sehemu katika madhambi. Wengine huazimana mpaka nguo. Kuna sehemu naenda bana niazime, kuna juzi kati nilikuona kuna jinzi umepiga na t-shirt fulani ya umetokelezea sana. Halafu mimi na wewe sisi tunavaliana. Kwa hiyo naomba niazime leo, na picnic kidogo, na mtoko kidogo, niko na fulani na fulani na fulani. Unajua kabisa wanakwenda kwenye haram, usifanye hivyo. Kwa hiyo kama utakengeuka ili sharti, maana yake hiyo al-ariya inapoteza ile maana yake ya kisheria na inakuwa ni madhambi. الشرط الثالث, sharti la tatu, an tabqa al-ainu al-mu'aratu ba'da al-intifa'i biha. Ni lazima kile kitu kilichoazimwa kibaki baada ya yule aliyeazima kunufaika. Qala fa in kanat min al-ayani allati tustahlaku, ikiwa ni katika vitu ambavyo vikitumika vinamalizika, kataami, kama chakula, fala tasihu i'aratuha, hivi si sahihi kuazimana. Huku mnapeana tu kama ni sadaka au kitu gani, lakini hii haingii katika al-ariya kwamba niazime chakula. Ni kuazime chakula, utafanya nini ili hiki chakula kirudi?
labda kwamba unakwenda kuwaonyesha tu watu kwamba meza yangu imejaa ili waone, wakishaondoka unarudishia chakula. Lakini asili ukija kuchukua chakula maana yake unataka ule. Kwa hiyo kile kitu ambacho ukiazima chenyewe ndio kinatumika na kinaisha, hiki hakiingii katika mlango huu, kinaingia katika milango mingine. Haya ndio masharti matatu makuu ya kuzingatia kwenye al-ariya. Al-mas'ala thalitha, kipengele cha tatu na cha mwisho, baadhi al-ahkami al-mutaalliqati biha, baadhi ya hukumu zinazohusiana na kuazimana. Hapa ametaja takriban hukumu 5. Hukumu ya kwanza wanasema la yajuzu lilmusta'iri i'aratu al-'ayn allati ista'araha, haifai kwa muazimwa naye kuazima alichoazimwa. Hii nukta tumeitaja muda si mrefu Nimekuazima kitu fulani, sijakumilikisha, nimekuazima ili unufaike unirudishie, na wewe unamuazima mwingine. Hii silsila itaenda mpaka wapi? Yule mwingine akipoteza utakuja kuniambia nini? Kwamba bwana unajua nilimwazima mtu fulani akapoteza. Hapana, huu ni uzembe, haifai. Kwa la yajuzu lilmusta'iri, haifai kwa muazimwa. Wewe ule kwenda kuazima kitu kwa mtu, uliyechukua cha mtu, haifai kwako kile kitu na wewe kumwazima mwingine. Limadha? Qala li'annahu ghayru malikin laha, kwa sababu wewe si mmiliki wa hicho kitu. Wakadha la yajuzu laha ta'jiruha, zaidi ya kuazima au mbali na kuazima, haifai kwake pia kukikodisha. Yani wewe umeazimwa kitu cha watu ukafanya ni fursa ya biashara. Nimekuazima gari labda wiki, kuwa na mambo yako tumeafikiana, bana gari hapa katumie. Kumbe maskini huna hili wala lile, umefanya kwako ni fursa ya biashara. Kila siku unakodisha ile gari, unakula ile hela. Haifai hii pia, illa isipokuwa idha adhina almaliku fi dhalika, kama mmiliki mwenyewe atatoa idhni kwenye hili. Bana ile gari ulioniazima kuna 1 2 3, vipi? Wewe mpe tu. Kwa hiyo hapa kiasili wewe ni njia tu, lakini aliyeazima hasa ni yule mmiliki mwenyewe wa awali. Bana umeniazima kweli gari, lakini imekuja dili hapa, kuna mtu anataka hii gari aende nayo Dar es Salaam. Kuna nini? 1 2 3, labda wana harusi siku ngapi? 2. Imekaaje? Watatoa hela kadhaa, wape. Alafu hiyo hela inakuwa ya nani? Yako wewe uliazima au ya mwenye gari? Ya mwenye gari labda upewe tu. Ndio maana ukaambiwa uombe ruhusa. Akikuachia na hela pia alhamdulillah, japo hao sidhani kama wapo. Kwa hiyo pakiwa na nafasi kama hiyo ya kukodisha, ukiidhinishwa na mwenye mali ruhusa, lakini usijiongeze mwenyewe. Hii ni hukumu ya kwanza, la yajuzu lilmusta'iri i'aratu al-'ayn allati ista'araha, lianna al-musta'ara la yu'ar, kwa sababu cha kuazimwa hakiazimwi. Hukumu ya pili, annaha amana fi yadi al-musta'ir. Kile ulichoazimwa ni amana mkononi mwako wewe muazimwa, kile kiazimwa ni amana mikononi mwako. Kwa maana gani? Yajibu an yuhafidha alaiha, lazima ukitunze kile kitu. Wa yuruddaha salimatan, na ukirudishe kikiwa salama. Kama akhadhaha, kama ulivyokichukua. Na hii ndio asili ya kila kinachoitwa amana. Ukipewa kitu amana, maana yake unatakiwa ukitunze, usikitumie nje ya mipaka. Kwa hiyo al-ariya kadhalika kiazimwa nacho ni amana. Unatakiwa wewe uliazimwa ukitunze kile ulichoazimwa, ili muda wa kurudisha ukifika urudishe kikiwa salama. Kama akhadhaha, akirudishe kama alivyokichukua. Fa in ta'adda au farrata dhaminaha, akifanya ubaya au akizembea kikapata ikhtilafu au aibu, unalipishwa. Lakini kama umekitunza ikatokea aliyotokea, ulipishwi. Ndio kawaida ya amana zote. Hata ile amana ambayo mtu anakupa si ili unufaike nayo, ili umtunzie tu, nayo unatakiwa uhifadhi katika sehemu sahihi. Ukizembea kwenye kuitunza unalipishwa.
lakini kila kitu umefanya kama inavyotakiwa, ikatokea ajali kama ajali ya kawaida, hutadaiwa. Kwa hiyo kadhalika al-i'ara, kile kiazimwa ni amana mkononi mwako wewe uliyeazima au uliyeazimwa wewe, unatakiwa ukilinde, ukirudishe kikiwa salama kama ulivyokichukua. fa in ta'adda au farrata dhaminaha. Umeazima gari ya mtu safi kabisa, kwenda zako vijijini, umeitia vumbi hivi, huoni katika uungwana kabla hujarudisha angalau ipite kawash kidogo isafishwe? Umeazima gari ya mtu iko full tank, wewe umeazima gari hujazima mafuta, na mafuta hayazimwi, mafuta unapewa tu. Umeazima gari ya mtu ibana na safari naenda Dodoma, bakti mwenyewe kaeka mafuta jana iko, ukaona hapa ndo ninapoteremkia umekwenda umerudi mpaka tenki imewaka ile taa, alafu ukamrudishia hivyo hivyo. Ulichukua hivyo au ulipewa na mafuta wewe? Kwanza mafuta pia katumie? Hapana, labda kama amekuhalalishia hilo kwamba mafuta pia haya wewe katumie tu, hamna shida. Kwa hiyo mafuta hayamo katika ile al-aria, kwa sababu ni kitu ambacho unatumia kinaisha. Kwa hiyo kile unachoazimwa kitunze, ukirudishe kikiwa na hali kama vile ulivyokiazima. Hii ni hukumu ya pili. Hukumu ya tatu, al-i'aratu 'aqdun ghairu lazim. Kuazimana ni mkataba ambao si wa lazima. Mkataba si wa lazima, maana muda wote unaweza ukavunjwa. Falilmu'iri rujuu fihi matasha, inafaa kwa yule muazima kuvunja huo mkataba muda wote atakayotaka, ma lam yadhurra bil musta'iri, madamu hata mdhuru yule muazima au muazimwa. Fa in dharra bihi lam yajuz ar-rujuu, kama atamdhuru basi haifai kuvunja huo mkataba, muache amalize kile ambacho mmekubaliana. Mtu anakuja kweli kuazima gari, tunatoa mfano wa gari kwa sababu ni mfano ambao watu wengi wanauishi. Anakuja kuazima gari bana, na harusi naondoka na familia anaenda sehemu fulani, atoka labda Arusha anaenda Singida pale kwenye harusi. Wewe umetoka zako Mtombo huko, wewe mkakutana pale Makuyuni, una gari yako nyingine, kashajaza familia yake kwenye gari anasema kuna jambo kidogo, mimi naomba hii gari, nyinyi shukeni tu. Tushuke twende wapi sasa? Kuna shida gani? Hamna mambo tu. Hapo utamdhuru, utamharibia ratiba. Tayari wameshaanza safari na akili yao yote iko kwenye huo usafiri. Hapa si vyema, pamoja na kuwa ni mkataba wa khiari, lakini si vyema kuvunja katika hatua hii, kwa sababu utamdhuru huyu ambaye umemwazima. Lakini kama hata dhurika, inafaa kwako kuvunja mkataba na kurudisha ile mali yako. Na mara nyingine inakuwa kama vile kuvunja ndio jambo jema zaidi. Unemwazima mtu kitu kwa matumizi ambayo mlikubaliana 1 2 3, ukakuta anatumia sivyo kabisa, ruhusa wewe kuchukua kitu chako. Na inakuwa ni muhimu zaidi pale unapoona hata yale manufaa anayonufaika kupitia kitu chako ni manufaa yasiyofaa shar'an. Al-hukmu ar-rabi, hukmu ya 4, wanasema tantahi al-i'ara wa turaddu al-'ariyatu bi umur. Ule mkataba wa kuazimana unaisha na kile kiazimwa kinarudi panapotokea mambo kadhaa. Wametaja mambo 4 hapa. Jambo la kwanza, mutalabatul maliki bidhalika walau lam yatahaqqaq gharadul musta'ir minha. Jambo la kwanza ambalo linamaliza hayo makubaliano ni pale mmiliki anapotaka chake, hata kama lengo la wewe muazimwa bado halijatimia, lakini mwenye chake sikakitaka, hapa inakuwa ndio mwisho, kwa kuzingatia yale madamu wewe uliazimwa hutadhurika. Kwa hiyo mwenye mali akitaka mali yake, si basi tunafikiana mpaka mwisho wa wiki, mimi nataka lakini mali yangu. Lakini jambo la pili linalomaliza mkataba huo, qala wa binqida'i al-gharad min al-'ayn al-mu'ara, kumalizika lengo lililokufanya wewe ukaazime hicho kitu. Umeazima kwa ajili ya kufanya kitu fulani, unamaliza, خلاص rudisha chombo cha watu. Kwa sababu na niazime gari
na safari. Unaenda wapi? Naenda Moshi. Gari hiyo hapo. Inawezekana wala hatujaelewana muda, lakini tulichoelewana unaenda Moshi. Maana ukienda Moshi ukirudi si tayari ratiba imeisha. Rudisha, kama ni gari rudisha gari ya watu. Sibaki tena misere mjini humu na wewe uoshe uonekane unandinga hivi na hivi. Baadhi nas hakadha, baadhi ya watu wako hivyo. Kweli kuna mwingine anaweza akakuazima na wewe baki tu, kwa sababu sasa hivi sihitaji gari, utakuja kunipa kesho kutwa, endelea tu na misere yako, laisa fi dhalika basi. Lakini umeazimwa kwa lengo fulani, linapotimia rudisha mali ya watu. La sivyo ukiendelea kutumia ikatokea kuna madhara yametokea hapa, haya ni madhara nje ya mkataba, unatakiwa ulipishwe. Lakini jambo la tatu linalomaliza mkataba, inqida'ul waqti idha kanat al-'ariyatu muaqqatatan, kumalizika kwa muda. Kama mmeazimana kwa muda fulani, siku moja ikimalizika rudisha, siku mbili zimemalizika rudisha, wiki moja imemalizika rudisha. Kwa hiyo kama mmeazimana kwa kuwekeana muda na wakati, huo muda na wakati utakatomalizika unatakiwa urudishe kile ulichoazima. Jambo la 4 katika yale yanayomaliza huo mkataba ni mautul mu'iri au almusta'iri, ni kifo cha muazima au muazimwa. Mmoja kati ya hawa akifariki, basi inakuwa mkataba umefika mwisho, lipotlani al-i'ara bidhalika, kwa sababu kule kuazimana kwenyewe kunakuwa kumesha batilika. Nimekuazima kitu fulani, nimefariki, خلاص rudisha nyumbani ili warithi watie kwenye mahesabu. Au wewe umefariki, watoto wako wasinganganie tena hii gari ya baba, ya rudisha huko kwa mwenye mali yake. Na watu wengi wanafanya ujanja kumiliki kwa namna zisizofaa kwa vitu kama hivi. Mtu anaweza akaazimwa nyumba akae, kwa sababu na nyumba yangu Kaloleni, wewe kaa hapo. Inawezekana wewe imamu au mtu ameona tu una changamoto ya kulipa kodi bana, wewe kaa hapa. Na mara nyingi watu wenye moyo huo, nyoyo zao huwa ni kubwa, hawafuatilii rejareja hivyo. Na inawezekana pia wasitangaze kwamba pale anapokaa imamu nyumba yangu, mara nyingi huwa hawafanyi hivyo. Kwa hiyo inakwenda wewe imamu unaishi pale, au wewe muumini unaishi, unakuja ukuzaa, inatokea yule bwana anafariki. Sasa labda ndugu zake warithi wake hawajui, lakini wewe unajua kwamba hii nyumba sio yangu, mwenye nyumba ni fulani. Unachotakiwa kufanya nini? Kwenda kwa wale warithi, jamani, hapa nilipokuwa naishi ni pa mzee wenu. Sasa wakikunyofoa pale, he wallah, kama wataamua uendelee kubaki kwa idhni yao pia, alhamdulillah. Sasa wengine hufanya makusudi, anajua tu huyu bwana hali yake kidogo ya maradhi imeshtadi, muda wote anaweza akaiacha dunia, anafanya mchakato, anakwenda kubadilisha document sirran, ili akifariki, hata kama wale waliachiwa sema zamani tulishauziana na huyu mzee, document hii hapa, title deed hii hapa. Huu ni ujambazi, ni wizi wa wazi kabisa. Kwa hiyo tambua, mmoja kati yenu akifariki, huo mkataba unafika mwisho, kitu kinatakiwa kirudi kwa wastahiki wake. Hii ni hukumu ya 4. Tantahi al-i'ara wa turaddu al-'ariya bi umur. Mkataba wa kuazimana unafika mwisho na kile kiazimwa kinatakiwa kirudi kwa kutokea mambo kadhaa, yametajwa mambo 4. Al-hukmu al-khamis, hukumu ya 5 na ya mwisho, qala al-musta'iru fi istifa'i an-naf'i kal-mustajiri. Al-musta'iru huyu muazimwa fi istifa'i an-naf'i, kwenye kunufaika na kile kitu, kal-mustajiri, anafanana sana na mtu aliyekodisha. Kwa maana lahu an yantafi'a bi nafsihi, inafaa anufaike yeye mwenyewe, wa dhiman yaqumu maqamahu, na yule anayesimama nafasi yake. Inafaa kunufaika yeye mwenyewe na yule anayesimama nafasi yake. Umeazima gari ili uende kwenye mambo yako. Inawezekana wewe ndio muendeshaji, au inawezekana unaendeshwa na mwingine katika hali ya kawaida. Haya yote yanafaa. Kwa hiyo inafaa kunufaika wewe mwenyewe binafsi, au anufaike mwingine, yule ambaye anasimama nafasi yako.
kwa maana bana niazime gari kwa mambo yangu tu binafsi hapa mjini. Kwa hiyo inawezekana katika mambo yako binafsi ukamwagiza mtu mwingine kwenye hayo mambo yako binafsi, inafaa. Wadhālika limilkihi at-tasarruf fiha biidhni malika, hii ni kwa sababu unamiliki kutasarraf kwenye kile kitu kwa idhni ya mmiliki wake wa awali. Kwenye manufaa inafaa unufaike wewe na yule ambaye anaweza kusimama nafasi yako kadhalik. Hizi ndio vipengele vitatu ambavyo vimezungumziwa kiujumla ndani ya mlango huu wa al-Ariya, na hapa tunakuwa tumefika mwisho kwenye mlango huu, ili sasa tuweze kuingia kwenye albabu 19, mlango wa 19. Lakini kabla hatujaingia, kuna mambo hapa naomba niyataje ili tukamilishe vizuri, ndio tuingie kwenye mlango wa 19. Anwa'ul i'arat. Tutaje labda aina za mfano za baadhi ya vitu ambavyo watu wanaweza kuwazimana, na hivi ni vitu ambavyo vimetajwa kabisa shar'an, na hii inakuwa ni kama mifano ya kuweza kupanua uelewa wetu. Inawezekana haya tumeyazungumza, lakini mtu akawa hajapata ile picha kamili ya baadhi ya vitu. Kwa hiyo tutataja takriban vitu kama 4 hivi kwa haraka, au vipengele kama 4 vinavyoingia kwenye anwa'ul i'arat, aina ya vitu ambavyo inafaa watu kuwazimana. Aina ya kwanza ni i'aratu thawb, kuwazima nguo. Inafaa ukaazime nguo kwa mwingine ili uvae upendeze, inafaa. Je, kuna ushahidi katika hili? Naam, kuna ushahidi, hadithi kadhaa, lakini hapa nitaje 2 kwa haraka. Hadithi ya kwanza tunaijua sote, hadithi ya Ummu Atiya, wakati anazungumzia himizo la Mtume alayhi salatu wasalam kuwahimiza wanawake kuhudhuria katika viwanja vya kuswalia Eid. Anasema Ummu Atiya, umirna an nukhrija al-huyada yawm al-eidain wa dhawati al-khuduri fayashhadna jama'at al-muslimin wa da'watahum wa ya'tazilu al-huyad an musallahunna. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها صاحبتها من جلبابها. Anasema Ummu Atiya, tumeamrishwa yani na Mtume alayhi salatu wasalam siku za Eid kwenda katika viwanja mpaka wanawake walio kwenye siku zao watoke, na wari pia watoke, ili wakashuhudie huo mkusanyiko wa Waislamu na maombi na dua za Waislamu. Lakini hawa wanawake walio kwenye siku zao taban hawataswali. Mwanamke mmoja akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ihdana laysa laha jilbab, inatokea mmoja wetu katika wamama hana jilbab la kumstiri, huyu atafanyaje? Na anatakiwa aende huko akiwa na stara, hana nguo ya kumstiri, stara iliyokamilika. Akasema alayhi salatu wasalam, litulbisha sahibatuha min jilbabiha, rafiki yake amvalishe katika nguo zake. Bimaana kama ana rafiki ana nguo za ziada, basi huyo rafiki amwazime rafiki yake ili aweze kupata stara, ahudhurie kwenye viwanja vya kuswalia salat al-Eid. Wanasema hii ni i'ara ya nguo, bimaana inafaa kuwazimana nguo. Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kana laha dir'un qitriyun, alikuwa na dera lake zito zito kidogo hivi. Inasemekana ilikuwa ni made in Qatar wakati huo, qitriyun, au anasema qitriyun ni hiyo material, maana lina uzito fulani hivi. Kwa wakati huo lilikuwa lina hadhi sana. Anasema fama kanat imra'atun tuqayyanu bil Madina illa arsalat ilayya tasta'iruhu. Tuqayyan maana tuzayyan. Wakati huo anasema Aisha, wakati huo mimi nina hilo dera langu katika mji wa Madina, hapakuwa na mwanamke ambaye anapambwa kwa ajili ya harusi isipokuwa anatuma ujumbe kwangu kuwazimwa hilo gauni au hilo dera, ili bi harusi akapendeze kwa nguo ya kuwazima. Akatumia kabisa Bi Aisha tasta'iruhu, anamtumia ujumbe wa kuwazima nguo. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala anasema, wa fil hadithi, na katika hadithi hii ya Bi Aisha, anna ariyata thiyabi lil'arusi
kwamba kumwazima nguo biharusi ili akapendeze, amrun ma'mulun bihi, ni jambo lililofanywa kazi, muraghabun fihi, lililohimizwa. Sasa hivi hii ni biashara. Kuna saluni kabisa wanapamba maharusi, na biharusi si vibaya kupambwa, ni jambo zuri, ni mustahabun. Lakini kilichokoseka siku hizi ni yale mapambo ya biharusi kudhihirishwa sehemu ambazo sizo. Biharusi anapelekwa ukumbini, wanawake wako humo, wanaume wako humo, nguo aliyovaa kifua chote kiko wazi. Kweli nguo linaburuza huku chini kazuru kubwa, lakini mabega na kifua vyote viko wazi. Basi akapendeze hivi mbele ya mume wake, lakini anampendezesha hivi kwa macho ya wale ambao watamuona waseme mashallah biharusi kapendeza, خلاص. Na siri ya kupendezeshwa biharusi, anapendezeshwa ili apendeze kwenye macho ya mume, sio kwenye macho ya wale waliohudhuria kwenye harusi, kwenye macho ya mume. Kisha akasema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala, wa annahu la yu'addu min at-tashabbu'i, na hii kuazimana nguo haisabiki kwamba ni katika kujidhihirisha kwamba una kitu fulani ile hali huna, haimo humo. At-tashabbu' ni amrun mamqutun madhmum. Kuna watu wanaishi maisha kama vile wako level fulani, kumbe hawajafika. Hii inaitwa at-tashabbu', hili halifai. Lakini kwenye kuazimana nguo kwa maslahi mazuri, kwa malengo mazuri, wala haingii katika hilo. Siku moja Mtume alayhi salatu wasallam aliwahi kuulizwa na mwanamama mmoja. Aliwahi kwenda kwa Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna li darratan. Ewe Mtume wa Allah, huyu mwanamke anakwenda kwa Mtume anamwambia, ewe Mtume wa Allah, mimi na mke mwenzangu, wake wenza hawa. Mke mwenza Kiarabu anaitwa darra. Na ukiangalia neno darra liko wazi kabisa kuwa darra ni madhara. Kwa nini? Kwa sababu huyu anakuja kumdhuru aliyetangulia kwenye ndoa. Madhara ya kitabia tu. Sababu mke akiwa mwenyewe hapangiwi zamu, siku zote za mume ni zake, bali mume ndio anayepangiwa zamu na mke mmoja. Kwa maana gani? Mke akiingia kwenye siku zake na wewe unaingia naye, yeye ndo anakupangia zamu. Akisafiri na wewe unasafiri naye hata kama hujaenda naye, lakini na wewe unakuwa uko safarini hata kama uko mjini. Kwa hiyo panapoingia mke mwenza panakuja zamu, mume mara yuko huku mara yuko huku. Lakini pia ikitokea huyu mume kafariki, kile kiasi ambacho mke leo ingelikuwa peke yake ingekirithi, ndio hicho hicho anagawana na mwenzake, ndio hicho hicho, sawa wako wawili, watatu au wanne. Na haya ni madhara makubwa sana ambayo wanawake wanayoshuhudia, na ni katika vitu ambavyo vinawafanya wanawake wakatae ukewenza. Huyu kakosa mwanamume mwingine wa kumuoa zaidi ya mume wangu. Hilo la kidunia tu. Lakini pia kama una mali ni changamoto nyingine. Mke mkubwa anakuambia, Waswahili wanasema mke mkubwa, lakini kiasili mke wa kwanza. Tutumie hiyo mkubwa. Huyu mke mkubwa anakuambia, unakumbuka wakati tunaanza maisha tulipokuwa tunaminyika, sasa hivi tumepata, unaona mimi sifai kutumia na wewe, unakwenda kutafuta mwingine. Inawezekana hii kupata ikawa ndio imenipa fursa ya kuhuisha hiyo sunna. Kwa kina mama, jamani, nafikiri katika madhambi makubwa ni kuwaongezea wake. Sio dhambi hii mbele ya Allah, lakini kwao katika madhambi makubwa, kiasi ya kwamba baadhi yenu inaweza ikatokea hapa, mmewasindikiza rafiki zenu kwenye harusi, unarudi nyumbani, mke anakuuliza, nani nilimsindikiza fulani, mke wangapi? Mke wa pili. Sikia baba Abduli, na wewe kweli uko radhi unakwenda kwenye harusi, mtoto wa watu anaolewa mke wa pili? Yani anakushangaa, na wewe umeshiriki kwenye hii dhambi. Lakini hapo dhambi iko wapi jamani? Wanataka tu kutuaminisha kwamba hili sio jambo zuri, mnawaumiza kina mama. Lakini hii ni huruma, kwa hakika hii ni huruma kwa kina mama. Kila uchao wanaume wanazidi kupungua kwa namna nyingi, na sasa hivi zimeongezeka namna nyingine tena. Wakati huo wanaume walikuwa inaonekana ndio watu wa kazi ngumu zinazohatarisha maisha, vita, jihad, ni vitu vya wanaume. Lakini heka na barabarani humo wengi wanakuwa wanaume, ajali wanaume.
wanawake wao mara nyingi ni nyumbani tu. Kweli wanakufa, lakini vifo vyao haviko nje kama vifo vya wanaume. Kwa hiyo tangu wakati huo namba ya wanaume ni dogo. Sasa hivi tena namba ya wanaume imezidi kupungua kwa haya mabalaa yaliyopo katika dunia. Wengine wanabadilisha jinsia, nasallallahu salama. Na imefika wakati jamani, hakika hatari ni kubwa sana. Kwa hiyo kina mama hili nalo wanatakiwa walielewe. Kwa hiyo huyu mwanamama akaja kwa Mtume alayhi salatu wasallam, ya Rasulullah, inna li darra, mimi na mke mwenzangu, fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini, je nitakuwa na ubaya kama nitajaribu kuonyesha kuwa kuna mume wangu kuna vitu ananipa ile hali hanipi, nataka kumringishia yule mwingine tu, nionyeshe kana vile huyu mume ananijali zaidi mimi kuliko yeye? Ndicho anachouliza. Na wanawake hili wanaliweza. Inawezekana kuna vitu akaingia gharama yeye mwenyewe ili amkomeshe tu yule mke mwingine kwamba unaona ninavyohudumiwa, mimi napendeza, wewe hamna kitu. Kwa hiyo anataka kuishi maisha zaidi ya uwezo wa mume. Mtume alayhi salatu wasallam akayasema haya maneno gani? Almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin, anajionyesha kwamba ana kitu ile hali kitu hicho hajapewa, ni kama mtu aliyevaa nguo za uongo. Kwa hiyo hapa tuko kwenye kipengele cha aina za vitu vya kuazimana, ni kuazimana nguo. Na kuazimana huko kunafaa na wala hakuingii katika nukta hii, kwa sababu mara nyingi malengo yako yanakuwa ni malengo mazuri kama vile kuazima maharusi na mfano wake. Miongoni mwa vitu ambavyo vimetajwa inafaa kuazimana ni kama nilivyotangulia kusema manihatul anz. Manihatul anzi tumefasiri kuwa ni utaratibu waliokuwa nao baadhi ya watu, na inawezekana baadhi ya maeneo mpaka sasa upo, watu wanaazimana wale wanyama walio katika hali ya kukamuliwa. Hiyo ni mbuzi wa maziwa, ng'ombe wa maziwa au ngamia wa maziwa, watu wanaazimana. Nimetaja mfano wa kuwa na wageni, lakini inaweza ikatokea hata bila ya wageni. Kwa vijijini huko ni jambo la kawaida. Unaona mwenzako ana shida fulani, unamwazima mnyama yule amkamue maziwa kwa siku mtakazokubaliana, unakuwa unampunguzia baadhi ya gharama kwenye bajeti yake. Na tumeisoma hadithi 40 khasla a'laha manihatul anz, ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha rajaa thawabiha wa tasdiqu maw'idiha illa adkhalahu Allahu biha aljanna. Katika vitu ambavyo vimetajwa na Mtume alayhi salatu wasalam ni i'aratu ma la yadhurru almu'ira, ni kuazima kitu ambacho kwa ujumla. Sasa kuazima kitu ambacho wewe muazima hudhuriki na kuazima hicho kitu. Hapa anahitaji hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, la yamna'u ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi, mmoja wenu asimzuie jirani yake kukita mbao kwenye ukuta wake. Jirani yako ana ujenzi huko, na ili aweze kujenga vizuri anahitaji angalau kuweka mbao kwenye ukuta wako, fence yako. Usimkataze, sababu hautafuni huo ukuta, hauangushi huo ukuta, atanufaika nao, alafu itakuwa ndio khalas, na wewe hudhiriki na chochote. Kwa hiyo usimzuie. Lakini pia unaweza ukaunganisha na aya wa yamna'una al-ma'un, Allah kuwataja vibaya wale wanaozuia kutoa misaada ambayo haiwadhuru. Maana yake ni himizo lazima kuendelea kusaidiana pamoja na kuwazimana. I'aratu ma la yadhurru almu'ira. Mtume alayhi salatu wasalam alitaja takriban kama vitu vitatu, akasema hivi si halali waislamu kunyimana: maji, chumvi na moto. Maji, chumvi, moto. Taban haina maana kwamba haifai kufanya biashara kwenye chumvi au kwenye maji, kwa sababu wanaofanya biashara kuna gharama wameingia. Lakini yale maji yaliyopo yameumbwa na Allah azza wa jalla mwenyewe tu, maji ya mtoni au nini, hii ni haki ya wote. Nyasi sijui za malisho zile ambazo hujazidumia zimemea tu, usijimilikishe, hii ni haki ya wote. Kwa hiyo muhimu, aina ya tatu ni kuazima kitu ambacho wewe uliazima hudhiriki na chochote. Mtume kahimiza hilo kwa ujumla. Lakini aina ya nne ni vitu ambavyo baadhi wanazuoni wanavitaja kabisa, kama mfano kumwazima mtu nyumba.
Unamwazimaje mtu nyumba? Tumetoa mfano, aishi pale bila ya kulipa kodi, nyumba inabaki ni yako, yeye unimwazima manufaa. Au mnyama, na kwa sasa tunazungumzia chombo cha usafiri, pikipiki, baskeli, gari wa halum majarra, unimwazima mtu akanufaike manufaa ambayo ni halali. Au kumwazima mtu ardhi ili alime, una ardhi yako labda huko Simanjiro huko, huna kazi nayo, huna mpango nayo, amekuja mtu bana, ardhi vile unaweza ukaniazima nilime, ruhusa kumwazima, kwa sababu yeye atanufaika tu na ardhi, lakini wewe ndio mmiliki wa ardhi. Au kuwazimana madume, mabeberu, kuna mtu anatafuta uzao kwa wanyama wake, anakuja kukuazima beberu au dume ili likapandishe kwenye wanyama wake, hii nayo pia inafaa. Au kuwazimana miti ili watu wanufaike kwa matunda, una mparachichi au mchungwa au ukamwazima mtu kwamba wewe nenda kavune yale machungwa, ni haki yako, ni miliki yako, au endelea kula polepole mpaka atakapomalizika, sababu atakachokula yeye ni yale machungwa, lakini mchungwa utabaki kuwa ni miliki yako. Hivi ni baadhi ya vitu ambavyo wametaja wanazuoni alaihim rahmatullahi ta'ala kama mfano wa vitu ambavyo inafaa watu kuwazimana. Nukta ya msingi sana kwenye kuwazimana ni manufaa ambayo mwingine ananufaika kwa kile ulichomwazima, lakini kile kitu chenyewe huwa kimaliziki. Mwisho wa siku lazima dhati ya kitu au aini ya kitu irudi kwako mwenyewe. Haya ndio ambayo nilitaka kuyaongezea, na muda wetu sio rafiki tena kuweza kuendelea. Labda kwa mukhtasari turudie yale ambayo kwa leo tumeyapitia. Leo tumezungumzia al-ariya, kiazimwa au kuazimana. Tukaona nini maana ya kuazimana? Ni kumhalalishia mtu anufaike na kitu chako unacho hakimiliki kwa muda mtakao elewana au kwa jambo mtakalo elewana, lakini mwisho wa siku kile kitu watakirudisha. Ni jambo ambalo lipo kisheria na linafaa kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Pia kuna masharti ya kuzingatiwa, na hapa yametajwa masharti matatu. Hawa na wazimana awe kila mmoja ana sifa za kujitolea, lakini yale manufaa yawe ni manufaa halali. Na sharti la tatu tukaona kile kitu chenyewe kiwe ni kitu chenye kubaki, kama kinachowazimwa kinamalizika kama vile chakula, hakiingii katika mlango huu. Alafu tukaona baadhi ya hukumu, miongoni mwa hizo cha kuazimwa hakiazimwi, kinachoazimwa ni amana kwenye mkono wa muazimwa. Lakini pia mkataba wa kuazimana ni mkataba wa khiari, muda wote unaweza ukavunjwa, kama ambavyo unaweza kumalizika kwa mambo kadhaa: mmiliki kutaka chake, malengo kutimia, muda kuisha, au mmoja kati ya wale walioazimana kufariki. Lakini pia tukaona istifa'un naf'i, kwenye kunufaika inafaa kwa yule aliyeazima kunufaika, na kwa yule anayesimama nafasi yake kadhalika kunufaika. Umemwazima mtu blanket, na wewe kawaida unalala na familia yako, haina maana kwamba ukitoka kwenye kitanda na mke asijifinike, amke ajifinike, sababu huyu anasimama nafasi yako. Haya ndio ambayo tumeyazungumza kwa mukhtasar. Tunamuomba Allah azza wa jalla tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Majlisi ijayo insha Allah taala tutaingia kwenye mlango wa 19 ambapo tutazungumzia ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat tutakuja kuona maana yake nini, lakini lengo kubwa ni kuhuisha ardhi zilizokufa. Kwa maana gani? Tutakuja kuona maana yake wakati huo insha Allah taala. Hii milango inayofuata kama tulivyozungumza, fiqhul muamalat ni fiqh muhimu sana, ni maisha ambayo tunayaishi. Kwa hiyo ni lazima tujifunze tunatakiwa tuishi vipi. Ndio maana aina hii ya fiqh ya miamala inachukua nafasi kubwa sana sana, na imekuwa si kawaida watu kufunzana kwenye milango hii. Mara nyingi watu huishia kwenye fiqh ya ibada, utaswali vipi, utahiji vipi, utafanya hivi vipi, lakini hii ni miamala ambayo tunaishi. Ni vizuri pia kujua unaishi vipi na hii miamala unakwenda nayo vipi ndani ya mtazamo wa sheria. Kwa hiyo majlisi ijayo insha Allah taala tutaanza huo mlango wa 19. Hadha wallahu taala a'lam wa a'la wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khaira.